Kola kile ambacho amekwenda kukifanya. Kwa hiyo sofa Wanayanga, ujumbe wangu ni mmoja tu, kwamba wanapaswa kujua wachezaji wao sio maroboti. Wachezaji wao sio maroboti. Roboti huwa alichoki. Wachezaji wa Yanga ndio wachezaji ambao kwa asilimia kubwa wameifanya hata timu ya taifa ya Tanzania kufika robo finali katika mashindano ya CHAN. Ndio wachezaji wengi katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Hawa wamecheza CHAN, hawa wamekwenda pre-season Misri, hawa wanacheza mechi za Young Africans. Kwa hiyo kwa kuliangalia hilo, kwa hivi sasa ambacho nachoweza kuambia Wanayanga ni kwamba waangalie target ya timu yao. Kati ya kucheza vizuri na kuondoshwa katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa mapema, kipi bora? Unaelewa vizuri? Kwa wanapaswa kuangalia wamepata nini. Yanga haijapoteza mpaka hivi sasa. Maana katika timu kubwa ambayo tuko nayo Tanzania, Simba na Yanga, Yanga ndio timu ya kwanza kwenda katika hatua nyingine. Uko na timu kutoka visiwani Zanzibar, lakini Yanga ni timu ya kwanza Tanzania kubwa kwenda katika hatua nyingine. Maana hata kama Young Africans leo ingeondolewa, ingekuwa ni timu kubwa kuondolewa katika mashindano haya. Maana ndio ingekuwa ni aibu kubwa sana. Mimi niwaambie haya yanayozungumzwa pengine kutokea upande wa pili, wana haja ya kuwajibu kwa hoja. Wao wamefunga Young Africans mara ya mwisho ni lini? Kwa kikubwa wanapaswa kuangalia timu yao inajengwaje. Wasianze kuleta lawama. Kila jambo lina mchakato, wasikwepa majukumu yao. Mtoto wako hata kama amefanya vibaya, si ndio? Uwezo kusema huyu hapa askari kamateni pelekeni ndani. Utakuwa ni mzazi ambaye hujielewi. Mwana Yanga mwenye akili ambazo hazieleweki hawezi kunielewa. Lakini kwa mimi ninachokiona ndani ya kocha Romain Folz ni kocha fundi. Huo ndio uhalisia. Licha ya kuwa wengi bado wanazungumza kwamba hawaridhishwi na kile ambacho wanakichagua kwenye kikosi anapo approach mechi. Ninachoweza kusema ni kwamba Wanayanga walishazoea mazoea. Ni kama watoto wakishua. Na mimi nawakumbusha, mpira sio mchezo wa kikoba, kukopa na kurejesha mmekaa kwenye kiti. Mpira unahitaji energy, mpira unahitaji speed, mpira unahitaji nguvu, unahitaji kila kitu. Kwa haya ni wachezaji. Mimi naamini Yanga sio mbovu. Sawa, mimi naamini Yanga sio mbovu. Na nakuthibitishia katika wale wote ambao wananungunika kwa hivi sasa ni Wanayanga ambao kwanza cha kwanza sio mwanachama wa Yanga. Mwanachama wa Yanga hawezi kupiga kelele. Aliyelipa kadi hawezi kupiga kelele. Lakini mimi nawaambia tu kwamba ni swala la muda. Wanapasa, huu ndio muda wa kujua Wanayanga saini wake na nani. Kwa sababu Yanga hajapoteza mechi. Yanga imekwenda kutimiza lengo. Ndio maana nawaambia mechi ya leo sio ya Pamba. Mechi ya Pamba ingetokea Simba, Young Africans imefungwa, alafu Simba imeshinda na Fountain Gate. Nini kimetokea? Na leo umeondoshwa katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa. Kwa Young Africans sio mbovu. Wanapaswa kuwa watulivu kwa hivi sasa. Huo ndio uhalisia. Uweze kunielewa kama umeshazoea kutembelea nyota ya makocha leo pita. Unaelewa vizuri. Kwa sababu hata Gamondi akata nakuja mechi yake ya kwanza kwa na mechi zake za mwanzo kwa na mwanzo mzuri. Si ndio? Mechi ya kwanza anafungwa Ngao ya Jamii na Simba Tanga, si ndio? Baada hapo wakaanza kujitafuta. Si ndio? Anakuja kocha Sir Ramovich, alikadhalika. Alipokuja akaona kabisa timu, akasema wazi kwamba timu haina nini? Haina intensity nzuri. Fiziki ni ndongo, si ndio? Hakuanza vizuri pia. Pacome ambaye leo anamuimba wana Young Africans, si ndio? Mechi yake ya kwanza poa. Wote kina Fiso kalala maele. Kwa mpira ni process. Yaani usiamke tu utoke zako huko moja kwa moja Yanga leo tunakwenda kushinda na kucheza mpira mzuri. Haiwezekani. Hii ni ligi ya mabingwa. Hii ni ligi kuu. Uwezo ukamfunga mtu kindezi unatoka huko na matokeo yako mfukoni. Tunaenda kushinda. Ni mambo ya kihuni. Na hili ni anguko katika soka la Tanzania, kuwa na washabiki ambao wanaamini yani Yanga inapaswa kushinda vizuri na kucheza vizuri, au Simba kucheza vizuri na kushinda vizuri. Haiwezekani. Simba imecheza Gaborone kule, si ndio? Imecheza mpira mzuri. Haikucheza vizuri. Umeona na Simba wanalalamika. Wameangalia target imepata nini away. Unaelewa vizuri. Lakini wewe na akili zako from nowhere huko kimekwenda kimerudi. Yanga ingetolewa leo, ingekuwaje? Kwa waache mihemko ambayo sometimes haina maana. Yes. Pengine zile nafasi ambazo zinatengenezwa nyingi na wanakosa kufunga, pengine zile ndo zinapelekea haya yote yanayozungumzwa sasa hivi. Yeah, ni kweli. Hilo siwezi kulikataa, kwa maana kwamba ukiwatazama wachezaji wa Yanga ni kama wengi wao wanafatiki kubwa, na kama sote tunavyofahamu, kumbuka imekuwa ni back to back. Katika msimu ambao wachezaji hawajapata muda wa kupumzika. Hii duniani kote wachezaji kote walalamika. Hata kwa Tanzania pia iko hivyo hivyo. Utaona washabiki baadhi ya walalamiki kwa sababu ya timu yao haijatoa wachezaji wa aina yoyote. Lakini haya malalamiko ambayo tunayoyaona ndio ukubwa wa Yanga.
Kuna timu ambazo zimefungwa za ligi kuu hapa. Kuna kelele yote inaendelea. Kwa kupigishwa kelele kwa haya yanayoendelea ndani ya Young Africans ni ukubwa wa Young Africans. Wana Yanga wanapaswa kujua timu yao ni kubwa sana. Timu ambayo ni bora inakuwa na majukumu mengi, wachezaji kupumzika inakuwa nini? Ni ukweli. Sometimes unaona wachezaji wanakabia macho. Ninachokiona mimi ni fatiki ambayo wako nayo. Lakini sio kwamba ni wachezaji wabovu, hapana. Kwa sababu hawajapoteza mechi hata moja. Unaanzaje kusema wachezaji ni wabovu? Utakuwa sio mtu wa mpira. Na ndio maana nikasema kama mambo yakienda vizuri, kocha akija kuapprove wrong, mtakuja kujibu nini mbele za watu au kwenye hizi mic. Ndio maana nikasema watu wanapaswa kuwa na akiba ya maneno na kujifunza pia. Hawa washabiki wa Yanga wanapaswa kujifunza kwa washabiki wa Simba. Simba imecheza mpira mbovu sana Gaborone kule Botswana. Si ndio? Umeona kuna mtu kalalamika. Wanashangilia. Kwa nini? Wamepata mguu mmoja, wametangulia mbele. Yes. Tuendelee hapo kwa Simba. Kesho wanacheza mchezo dhidi ya Gaborone United. Kwa namna ambavyo walicheza kule ugenini na wanakuja kucheza hapa bila mashabiki. Unaona Simba kesho wakifanya vizuri na kwenda hatua inayofuata. Simba kukosa washabiki sio issue. Lakini mimi ni moja kati ya watu ambao wanaamini kwamba Simba wana kikosi kizuri. Gaborone United the way ambavyo wamecheza walikuwa wamekosa mpango kazi wa kumaliza kazi zao. Kwa maana kwamba mashambulizi yao walikuwa wanashindwa kuyamaliza. Sasa kwa namna ambavyo ninavyotazama kwa ubora wa kikosi cha Simba hasa kwenye mechi hizi za awali, yani ikitokea Simba imefungwa manake binadamu ameng'ata mbwa, lakini kiuhalisia ninaiona ni mechi ambayo Simba wanakwenda kushine katika mechi hii. Licha ya kuwa ina mambo mengi sana nje ya uwanja. Huo ndio uhalisia. Tunaendelea au mnasema niondoke zangu? Basi waelewi hapa. Asalamu alaykum. Tunaendelea? Bosi waelewi sana, mbona lazima taa? Ndio mambo ya waandishi. Nawasikiliza. Labda pengine turudi kwenye issue ya Yanga. Maana ya Yanga tena, wewe ulichelewa. Maana ya X Factor Yanga leo hii imeiokoa Yanga. Mimi moja kati ya kitu ambacho natamani kuambia ni kwamba tusendekeze mambo ya ovyo. Sawa. X Factor ni mchezaji ambaye anaweza kukupa kitu anytime. Sawa. Kwa mimi naweza nikasema Young Africans mbali na mapungufu ambayo yametokea kimchezo, tunarudi katika mpira ni mchezo wa makosa, si ndio? Kwa kama ni hivyo, unapozungumza X Factor kwa asilimia kubwa Young Africans wanao ni wachezaji ambao wanaweza kaamua game anytime. Si ndio? Kwa mimi naweza kusema ni kwamba X Factor imeamua mechi Young Africans kwenda katika hatua inayofuata. Ndio akina Pacome Zouzoua. Si ndio? Au unataka nijibu nini? Ndio uhalisia. Wengine wamekuja hadharani na kudai kwamba Romain Folz leo kashindwa. Ameshindwa tena kwa mara nyingine, lakini yokoa Yanga ni X Factor. Sasa swali ni kwamba kocha ni mbovu ama wachezaji wa Yanga ni wazuri kushinda mbinu za Folz? Sio watu wa mpira kiuhalisia. Yaani ukisema wachezaji ndio wanamsaidia kocha, aliyewapanga nani? Si kocha. Kocha ndio wapanga. Sasa wanashinda. Ni maneno ya vijiweni. Ni maneno ya vijiweni. Unaposema kocha anawasaidia, yani kocha anabebwa na wachezaji, ni uhuni. Aliyewapanga nani? Kocha ndio anaamua wachezaji wake wacheze namna gani. Romain Folz ni fundi ambaye gari bovu muda wote linatembea. Kuna mmoja aliamini kwamba Edmund atashine katika mechi, Aziz Ndambwile. Kwa wale ambao wanawategemea wewe anawaleta, si ndio? Hao ambao wategemea wewe anawaleta, wanakwenda kushine. Young Africans inakwenda katika hatua nyingine. Wako wachezaji ambao hawajacheza katika mechi hii. Maana kile wana upano wa kikosi. Ndio maana nikasema shabiki yoyote wa Young Africa, mimi ndo nimesema shabiki yoyote wa Young Africans ambaye anasema kocha akafeli aje afundishe yeye. Uwezo ukasema eti kocha kafeli, eti kocha anabebwa na wachezaji. Ni mambo ya kihuni. Nao ni wachambuzi ambao wamewaangamiza washabiki wa Tanzania. Yaani from now nakamata mic unasema kocha amebebwa na wachezaji. Kwa timu kapanga nani? First 11 kapanga nani? Ni uhuni. Ni watu wahuni. Tena yamkini hao sio wanachama, ni mashabiki wa Yanga. Unaelewa vizuri? Mimi nalizungumza very clear, mwenye kununa anune. Ingekuwa ni timu ambayo imefeli, na wauliza leo Young Africans ingeondolewa michuano hii, vichwa vyenu mngeka wapi? Ni ambao ni makocha mko vijiweni huko. Ndio na wauliza. Kwa sababu mimi nakujibu kwa hoja. Kwa sababu lazima ujue kwamba kocha ni mgeni. Ndiyo. Kuna wachezaji ambao ni wageni wengine. Ndiyo. Siku zote timu haina falsafa. Falsafa nayo coach. Yeye coach ndo anaamua timu icheze vipi. Ndiyo. Na jambo lingine naendelea kuwakumbusha wana Yanga, wachezaji wenu sio maroboti.
kwamba watacheza mwanzo mwisho. Wao ukifanya kazi kutwa nzima, baraza wa leo siamki, nimechoka zangu, kesho nitawai. Na ndio maana kwa hivi sasa imekuja kauli mbiu ambao watu wanasema ni heri ujiajiri wewe mwenyewe, kwa sababu utakuwa unajipangia muda wa kwenda kazini kwako. Ukiajiriwa kila siku za 12 kazini, utasema bosi mimi siji, manake kazi una. Si unaelewa vizuri? Kwa wachezaji wa Yanga wameajiriwa na Young Africans. Kwa lazima ujue wakati Simba na Yanga mechi imemalizika hapa, nyie mnashangilia mmeifunga Yanga, mmeifunga Simba, na wakati mnaleta manunguniko kwamba mmecheza mpira wa kawaida. Wenzenu hawajalala, wameenda wapi Ethiopia kupumzika masaa 3, wameenda Angola. Unaelewa vizuri? Hao ni binadamu. Kwa niwaambie tu kwamba itafika time mtaenjoy. Lakini kwa hivi sasa mkisema mtembelee upepo wa watu wengine, na niwaambie katika kitu ambacho mnachotaka kukitengeneza kwa hivi sasa ni kuingia katika mtego wa propaganda, kuona kwamba hamna kikosi, na mkiendelea hivyo Simba bingwa. Amini ninachowaambia, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho mnachojiingiza ni mkenge ambao hauna maana. Lazima mjue hao ni wachezaji ambao sio ni maroboti kwamba muda wote wao watakuwa wako fiti. Haiwezekani. Kuna siku Lionel Messi game inamkataa, kuna siku Ronaldo anakosa magoli ya wazi. Uongo kweli? Sasa wote kwa mtu gani? Lipi bora kati ya kwenda hatua iliyofuata, si ndio, au kuondolewa? Maana mimi nitamani Yanga iondolewe ili mpige kelele sana. Ndio uhalisia. Lipi bora? Kwa hiyo Koko, lete swali, mimi nitakunyosha tu. Kwa hiyo Koko, unadhani ni kwa asilimia ngapi mfumo uliokuwa unaongelea Yanga umekubali? Nisikilize.